ambacho chakula hiki kutoa kwa siku ya leo kitawasaidia watoto wetu kwa ajili ya mahudhurio shuleni, lakini kuwa na uelewa darasani. Maana wasipopata chakula, imetokea changamoto ya watoto kutoroka na shuleni, lakini wengine kutokufika kabisa kufuatana na mazingira, kwa sababu anazikana nyumbani anatoka asubuhi ya jala, lakini anakuja shuleni na njaa, na darasani haweza katulia akawa na ufahamu uliotulia katika masomo. Kwa ndo maana siku ya leo tumeamua tuje shule hii ya Mtumbo kwa ajili ya kuleta hiki chakula kwa ajili ya watoto wetu. Malengo ya shirika letu ni kuwafikia vijana wanaoishi kwenye mazingira magumu, kuwajengea uwezo kwenye masuala ya ubunifu wa mavazi na stadi za maisha na ujasiriamali. Pia na watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu, hasa wanafunzi. Ndio maana hata siku ya leo sio siku ya kwanza kuja kutoa chakula. Tulianza na uniform ambao tulitoa kwa wanafunzi 100 hizo. Leo tumekuja hapa shule ya msingi Mtumbo kama ilivyoelezwa na mkurugenzi wetu na pamoja na bodi kwa ujumla, kwa ajili ya kukabidhi chakula, tukiwa na mtazamo chanya juu ya kuhaisha utamaduni chanya wa Tanzania katika kusaidiana, kubebana na kuinuana. Hilo mosi, pamoja na majukumu mengine ambayo serikali imetuamini, imetukasimisha, serikali yetu ya awamu ya 6 na kutuwezesha kutusajili, imeweza kuona dhania njema ya kuendelea kukumbusha jamii kupitia sisi kama shirika kuwa ni watu wa kujitoa na kujitolea kwa ajili ya wengine. Ngozi nyeupe ndipo inaweza kufanya kila kitu, rahasha. Hata sisi kwa rangi yetu, kwa utamaduni wetu, kwa upendo wetu na kwa misingi ya ujamaa tuliyojengewa na serikali yetu ya awamu ya kwanza chini ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na mpaka awamu zote zilizofuata mpaka sasa, tunaendelea kuhaisha utamaduni huo ambao ni ubuntu wa Kiafrika. Kwa hiyo tumeleta hiki chakula, tunaomba na wadau wengine wajitokeze. Wengine mahindi huko nyumbani yanaoza, yanaliwa na wadudu. Leteni kwa watoto yatima, leteni kwa watoto ambao wenye mazingira magumu. Usinganganie tu kupaka kucha, rangi, kutengeneza nywele, kuvaa nguo nzuri, basi ndo tunachowaza, na kununua simu za gharama kushindana. Tushindane kwa ajili watoto wetu. Wengine wanaishi sehemu nyingi ni mbali sana. Unakuta mtoto anatembea hata kilomita 2 mpaka afike shuleni. Je, anaporudi kutafuta chakula mama hayupo, au nendo hajarudi kutafuta mboga. Maisha magumu. Lakini akipata chakula hapa shuleni, akili kwanza inatulia. Ikishatulia akili, anawaza nifanye vizuri ili niweze kufaulu. Kwa hiyo yale mazingira ya kuwazawaza chakula yale yanapotea. Wazazi pamoja na kwamba wilaya Mbozi ni wazalishaji sana wa chakula, hawana ule mwitikio kutoa chakula. Ni sababu kubwa ni kwamba hawana mwitikio wa elimu, na hasa wazazi vijana. Wanaona maisha walio nayo, wameridhika nayo, kwa na mtoto atakiwa vile vile. Wanaona kwao ni sahihi tu. Nawaambia wazazi hasa vijana wa wilaya ya Mbozi waone umuhimu wa kutoa chakula kwa ajili ya watoto ili kuongeza ufaulu. Wasiangalie mazingira tulio nayo sasa hivi, waangalie hali ya baadaye kwa ajili ya watoto wao.